mtanange kati ya Konde Gang na Sholo The Rock, ambapo watu wengi sana siku wakiwa wanacheza Konde Gang, uwanja wa GSM hapa unajaa kweli kweli. Na leo nimekutana na Shetani wa Yanga. KB anasema Shet, unafanyaje hivyo? Ugali watu tunakula tunashiba. Ndio hivyo. Sasa wewe kuna umuhimu gani wewe kufanya hivyo? Mimi nataka niwaambie Watanzania. Mungu alivyoumba binadamu, kila mtu kampa kipaji chake. Lakini huyu Konde Boy kapewa vipaji zaidi ya 20. Subiri kwanza. Kwanza nakumbuka ulisemaga Dida alisema kubadilisha jina la Shetani wa Yanga. Sasa hivi unaitwa nani? Jina naitwa Baba Rabiat Idris. Na hilo Shetani wa Yanga nishalikataa. Watu watanitawala lakini moyoni mimi sio shetani. Sio shetani. Mimi naitwa Baba Rabiat au Idris. Kwa nini unajiita shetani? Maulidi Kitenge. Alikuwa makucha ile mechi ya Yanga na Simba walioibadilisha kipindi cha nyuma. Yeye ndo akakuwa mtu mkubwa akaposti Shetani wa Yanga mpaka leo limekuwa. Sasa mimi nitafanyaje? Lakini upendi. Mungu mwenyewe hakuna mtu anayependa jina shetani. Ila Anyways, let's talk about Harmonize na Konde Gang yake. Leo wanakichapa kwa mara nyingine tena kwenye Samia Cup 2025. Una lipi la kuzungumza? Mimi nataka niwaambie Watanzania, kwanza tuna mtu anajua kuimba, anajua kukata viuno, ana hela. Ameloa, amenyeshewa na mvua. Mtoto ameloa. Harmonize ana vipaji vyote mtoto. Utasemaje anajua kukata? Asasi Bongo Flava yule. Wewe sema anajua kucheza. Ndio kucheza. Wewe sema tu kucheza. Anajua kucheza, mtoto anajua kuimba Harmonize. Harmonize ana kila kitu. Anajua kupiga mpira. Mungu atupe kitu gani Tanzania? Unajua anachezea namba ngapi? Mimi sijui. Ngoja basi. Najua anacheza 9. Anacheza 9. Mimi nasema yoyote anaweza akacheza. Usiniulize maswali kunitoa njiani. Unajua Konde Boy mimi namfuatilia sana kipindi kile uko na Sara, akaja akawa na yule Hopa. Namfuatiliaga sana nyimbo zake. Hata mpenzi niliye naye nina imani ipo siku hata nikimbia anakosa hata matu nzo naye nataiwa kodi nilikopanga ting ting. Yani kwamba nampenda. Kwa kifupi Konde Gang leo anampiga mtu goli 3. Nina uhakika. Unazungumziaje kwanza Samia Cup yenyewe? Tunafurahi kwanza Watanzania tunataka kuenjoy. Unajua watu tuna vitu vingi vinatuuzi, makausha damu, tunaliba vyumba. Lakini hivi vitu wanaviweka watu wanakuja kutufurahisha. Mfano kama wasanii wanakuja kucheza, nafikiri wanacheza mpira kama Yanga au Simba. Watu wanakuja kuangalia Konde. Hii ndio furaha tunayoitaka. Huu usawa wa mama Mheshimiwa Rais ni usawa safi kabisa. Yaani ni usawa ambao kila kitu kiko sawa. Nataka nisikie maua ya Alikiba pia kwa sababu yeye ndio mwenye mchongo. Mtoko wa Ramadhani huu Samia Cup ni mchongo wa Alikiba. Una lipi la kuzungumza kuhusu Alikiba? Mimi nasema Alikiba Mungu ambariki na pia Mungu ndo kampa mawazo haya. Kampa mawazo yafanye hivi na hii hali au iendelee kila Ramadhani kuwepo. Asante Alikiba, tunakupenda sana. Ila kuna mtu mmoja nataka nimuongelee. Huyu Master J ajiangalie vizuri, asimuongelee King Kiba, baba wa Bongo Flava wa Tanzania. Anasema eti anabana pua, watu wamemkemea sana. Master J unajua uzee unamnyemelea. Eti anafanya wewe kutaka kujua Alikiba anajua kuimba. Chukueni CD yake au nyimbo, kaa ndani ya gari afunga milango au pigeni nyimbo zake. Muziki uwe mzuri. Sikiliza kwanza, sikiliza. Ya ulinitesa sana. Sasa anapanda mpaka kwenye mwezi. King Kiba. Mungu ambariki. Unajua tuna wasanii Tanzania. Ni msanii wa kwanza Tanzania kuimba na msanii mkubwa Arakeli. Japo Arakeli yuko jela. Hamna cha sui wala sui wasa hamna. 2008. Msanii wa kwanza kuimba na Arakeli ambaye ameanzisha mashindano haya. Alikiba ni msanii ambao ana akili. Anapiga mpira. Ana ubahiri. Ni msanii ambao yeye hataki kujionyesha na mali. Ana dola milioni 30. Wewe umezijuaje na wewe umeanza utapeli hapa? Huyu umejuaje? Alikiba mdogo wangu. Ana hela hataki kujionyesha. Ni mtu dola ngapi? Dola milioni 30. Wewe umezijua. Ukizichange sawa na bilioni 700. Wewe niache kwanza wewe. Wewe umezijuaje pesa? Sisi mimi si rafiki yake. Anaweza akawa wewe ni rafiki wa Kiba? Mimi rafiki yake. Urafiki wenu umetoka. Nilikuwa nataka kuimba naye akasema fanyeni mazoezi. Kwa kifupi tunafurahi Alikiba. Alikiba nataka nikupeni ujumbe. Tunafurahi ulichokifanya. Mungu akubariki kila Ramadhani ukiweke na Mungu Bongo Flava yako azidi kuipa uzima. Kwa kifupi leo Konde Boy anashinda goals. Utamani kumuona Diamond pia hapa? Diamond nahisi hajapokea hii hali lakini kwa Ramadhani. Ya Diamond, ila kama kuna vitu waviache vile vitu vyao vya sui nani mkubwa. Mondi, najua wewe ni mtu mkubwa, inabidi hivyo vitu vya
vya upinzani aache ale anayetengeneze timu ailete hapa. Watu wanataka burudani. Unajua akiliona Lidomo lenyewe na vile vinguo vyake, Lidomo linakuja hapa linachiga mpira, watu watajia. Unamuita hivyo? Diamond. Sikiliza nikwambie. Mimi katika vitu ambavyo Diamond anavipenda, Diamond ndio kimuita jina lake zuri akupendi. Diamond ikawa star kwa ajili ya kutukanwa. Kwa hiyo unahisi anapenda sasa Diamond kakawa star kwa ajili ya kutukanwa. Domo, sui kamwacha Zari, Freemason, sui mama yake, sui ni ndio kawa star. Na wewe unaendeleza hivyo. Ndio anavyotaka. Diamond ukimwambia mambo mazuri akupi hela. Lakini ukisema Domo, kamwacha Zari, Freemason, unatafuta hela. Diamond ndio anavyovitaka. Alikiba hivyo vitu havitaki, anataka sifa, ambiwe na sio sifa. Kwa kifupi Harmonize sasa anachokitaka, anataka aitwe bouncer. Ndio maana Mheshimiwa Rais sasa kusema ile tembo ile. Ila Konken kashatoka. Nani katoka? Kashatoka Alikiba. Kashatoka kwenye mchana. Crown wametoa. Na wale wachekeshaji. Sasa ataochukua ubingwa. Konde gang. Konde gang. Kwa hiyo wewe kwenye haya mashindano unaikubali Konde Gang? Kuna Lamata Village, kuna kwa kweli Konde Gang, kuna Lamata Village, kuna makampuni, maana sio mastaa. Namkubali Harmonize. Namkubali Harmonize. Ila nilikuwa nataka niwaambieni kuna kitu kimoja, Mfalme si mnamjua? Knuckles ile naye ni kubwa sana Tanzania. Na wenyewe msimu ujao watengeneze timu ya Knuckles. Hawakuja wenyewe kuomba, maana milango. Mimi nawashauri, unajua Knuckles katika mabondia wakubwa, Knuckles ni kubwa. Kuona wenyewe Ramadhani ijayo watengeneze timu waje waile. Najua hiki kitu kitakuja kuendelea. Ndugu mwandishi wa habari. Sasa mimi nataka uongee na Harmonize, maana nimeona unamwambia yeye ndo atashinda and all that. So kama anakutazama hapa unamwambia nini? Konde Boy, na uhakika utafunga goli 2 na wewe una kipaji cha kucheza mpira, mtoto mdogo mwenye miaka 22. Tuna imani na wewe. Yaani nilikuwa nasemaje, kwa aliyoyafanya Harmonize Tanzania ni makubwa. Kafanya makubwa mpaka mheshimiwa marehemu aliyokufa alisemaje, huyu agombea ubunge akakataa yeye. Nilikuwa naomba shilingi 2000 yule mnyama Simba tolewe, kichukuliwe kichwa cha Harmonize kipachikwe jinsi ninavyompenda. Na sio mimi, anapendwa na watu wengi. Sasa mimi nimuombee nini? Hela anayo. Umaarufu anao. Kitu kilichobakizwa kwa Harmonize kuwekwa kwenye hela kichwa chake. Konde Gang, Konde Gang. Harmonize, naitwa Baba Rabi ati shetani wa Yanga, na kukubali sana we mtoto. Zidi kuwanyanyasa, na kuna mtu mwenye sauti nzuri kama Harmonize. Na Harmonize asipofunga leo wanikate kichwa. Alafu hicho kichwa kipige faulu. Jamani furaha sana. Asante. Na mimi nashukuru sana. Leo ni mtanange kati ya Konde Gang na Sholo The Rock, ambapo watu wengi sana siku wakiwa wanacheza Konde Gang, uwanja wa GSM hapa unajaa kweli kweli. Na leo nimekutana na Shetani wa Yanga. KB anasema Shet, unafanyaje hivyo? Ugali watu tunakula tunashiba. Ndio hivyo. Sasa kuna umuhimu gani wewe kufanya hivyo? Mimi nataka niwaambie Watanzania. Mungu alivyoumba binadamu, kila mtu kampa kipaji chake. Lakini huyu Konde Boy kapewa vipaji zaidi ya 20. Subiri kwanza. Kwanza nakumbuka ulisemaga Dida alisema kubadilisha jina la Shetani wa Yanga. Sasa hivi unaitwa nani? Jina naitwa Baba Rabiati Idrisa, na hilo Shetani wa Yanga nishalikataa. Watu watanitawala lakini moyoni mimi sio shetani. Sio shetani. Mimi naitwa Baba Rabiati au Idrisa. Kwa nini unajiita shetani? Maulidi Kitenge. Alikuwa kama kucha ile mechi ya Yanga na Simba.